Amekashifu hatua ya vinara wa upinzani kusema kuwa wataandaa maandamano dhidi ya ukatili wa polisi. Akizungumza katika hafla ya mradi wa Nyota kaunti ya Mombasa, Rais Ruto amewatahadharisha vijana kutotumika na viongozi hao, akiwataka wapinzani kutaja manifesto yao kwa Wakenya, akisema ajenda walionayo ya kumfanya rais wa muhula mmoja haitawasaidia Wakenya. Hafla ya kusambaza fedha za mradi wa kuwezesha vijana nchini almaarufu Nyota iliyoandaliwa eneo la Nyali kaunti ya Mombasa ilitoa fursa kwa Rais William Ruto kukashifu hatua ya viongozi wa upinzani kusema wataandaa maandamano dhidi ya ukatili wa maafisa wa polisi. Nimesikia wale majamaa wengine kule ati wanasema ati wanapanga maandamano, ati wanataka vijana wa kufanya maandamano, ati wanataka vijana wa kufanya fujo, ati ile mpango kubwa wako naye. Nimewasikia kwa makini wanawaambia vijana, nyinyi enda mtafute kura, mkuje mtupigie kura. Mimi nataka niwaambie, hata kama hawa vijana watatafuta kura ya kupigia maslahi yao. Hawawezi kutafuta kura ya kukupigia wewe ati ukue bwana mkubwa na hawa vijana huna mpango yao. Rais Ruto akiwatahadharisha vijana dhidi ya kutumiwa na viongozi yao kuendeleza maandamano, akisema ajenda ya wapinzani ni kumwondoa mamlakani na wala sio sera ya kuisaidia taifa la Kenya. Nimewauliza nyinyi, sera yenu ni gani? Mpango yenu ni gani? Ajenda yenu ni gani? Ati ajenda yao ni kuondoa William Ruto. That is the only agenda they have. Hawana ajenda ya vijana. Hawajui vijana watapata ajira namna gani. Hawajui vijana watafanya biashara namna gani. Wale watu tunawaambia, musitubebe ufala bwana. Wasitubebe ufala. Na kwa mara ya kwanza eneo la Pwani ambalo lilionekana kumpinga Rais Ruto vikali limeonekana kuunga mkono azma yake ya kupata muhula wa pili kuongoza taifa, viongozi wa eneo hilo wakibaini kuwa mwaka 2032 Pwani itakuwa na mgombeaji wa urais ambaye ni waziri wa madini Ali Hassan Joho. Mimi nimesema pale mbeleni kwa sababu tutakuwa katika mambo ya kuzungumza na rais na kunegotiate. Sisi kama ODM tumeamua mambo ni mawili. We are either going to be part of government or we are going to be forming government. Haya mambo ya opposition tumewaachia wengine, sio? Jamani William, tutatamba na wewe. Kwani shingapi urais 2027? 226, 227, 228, 229, 230, 32. Achigonya Ali Hassan Joho anaingia hapo. Vijana hoye! Katika hafla hiyo rais alitoa shilingi milioni 147 kuwezesha vijana kutoka kaunti ya Mombasa, Kwale na Taita Taveta, kila mmoja akipokea jumla shilingi 22,000 za kuanzisha au kukuza biashara zao. Inculcating in the minds and the hearts of the people. What we are doing today is not only empowerment, but you are creating business environment and business mindset for the young people of our country. Isaac Musyoka, Undugu TV.